Kwambie hivi, kwanza jeshi instrument ni mamlaka ya kiutendaji ambayo anayo rais na anayakasimu kwa mawaziri wakafanye kazi kwa niaba yake, ndio inaitwa instrument. Mamlaka ya rais ambayo kapewa kikatiba kufanya mambo yote anayotakiwa kuyafanya, lakini sasa kwa sababu yeye hawezi kuwepo katika kila eneo, anatoa sehemu ya mamlaka yake. Kwa mfano sehemu ya mamlaka yake kwenye wizara ya mambo ya ndani anamkabidhi waziri, kwa anampa yale mamlaka, bana nenda kafanye, utakapokuwa unafanya kwa niaba yangu, ndio inaitwa instrument. Sasa ili uweze kuelewa ndio wewe umesema rais ndio mwenye mamlaka ya kuamuru majeshi. Ndio kama rais amempa instrument waziri, ndio kwa nini tusiseme hiyo instrument aliyompa ni pamoja na uwezo wa kuamuru majeshi? Katiba haijasema hivyo. Mimi nasema kile ambacho kimeandikwa kwenye swala la kuwa amiri jeshi mkuu, hainaga ukaimu. Ndio maana akiondoka rais akaenda nje, makamu wa rais anabaki kuwa kaimu rais, lakini anakuwa sio amiri jeshi mkuu. Kwa hiyo kuna mamlaka ya rais ambayo yanakasimiwa kwa baadhi ya watendaji wake kwenye baadhi ya majukumu, na kuna baadhi ya majukumu ya rais hayawezi kukasimiwa na mtu yoyote. Yaani kwa mfano, nchi itakapokuwa ndio kuingia kwenye vita, tumevamiwa na Idi Amin kwa mfano, hata kama rais yuko hospitali anaumwa, hata kama rais yuko nje ya mipaka yetu amesafiri kikazi au kwa majukumu mengine, mwenye mamlaka ya kutoa tangazo la usalama kwa maana ya ukosefu wa au uwepo wa hali ya hatari ni rais. Mwenye mamlaka ya kuyaamuru majeshi sasa yaende vitani sio makamu wa rais, sio mkuu wa mkoa, sio waziri, sio nani. Kwa hiyo watu waelewe, instrument ambayo rais anawapa baadhi ya watendaji au wasaidizi wake, hiyo instrument iko classified kwenye baadhi ya majukumu tu, sio majukumu ya kuwa amiri jeshi mkuu. Hata mkuu wa mkoa hana uwezo wa kumwamrisha RPC. Mkuu wa mkoa wa Mtwara hana uwezo wa kumwamrisha au kumhamisha kituo cha kazi RPC wa Mtwara, hana hayo mamlaka. Sasa ili uweze kujua usichanganyikiwe, ni kwamba jeshi la polisi it is a fully fledged institution, inajitegemea yenyewe kabisa na imeundwa na katiba. Sio sheria, limeundwa na katiba ibara 147. Alafu sheria ikaja ikafuata baadaye, kwa sababu katiba inasema kwa ujumla kwamba kutakuwa kuna majeshi ya ulinzi na usalama kwenye nchi hii. Sasa hayo majeshi yataundwaje, yatafanyaje kazi, yatakuwa na majukumu gani? Katiba ikatoa mamlaka kwa bunge kutunga sheria. Ndio maana bunge likaenda kutunga sheria sura 322 ya sheria za Tanzania, ambao ni sheria ya polisi na polisi ya wasaidizi, inaitwa kwa Kiingereza The Police Force and Auxiliary Services Act chapter 322, ambao ni marejeo ya mwaka 2023. Sasa waziri akiinuka akakwambia nimepewa instrument, muulize hivi, umepewa instrument ya uamiri jeshi mkuu? Akisema ndio, mwambie chini ya sheria gani? Kwa sababu hapa tusiwe tunadanganyana kama vile ni watoto wadogo. Haya mambo sio siri, yako hadharani. Nitakusomea katiba. Kwa mfano ibara ya 33 imesema hivi, ngoja nikuonyeshe. Ibara ya 33. Ibara 33, ibara ndogo ya kwanza inasema kutakuwa na rais wa Jamhuri ya Muungano. Ibara ndogo ya pili, rais atakuwa amiri jeshi, rais atakuwa mkuu wa nchi, kiongozi wa serikali na amiri jeshi mkuu. Mwisho, ibara 33 imeishia hapo kuhusu ukuu wa majeshi. Yaani nani ndio mkuu wa majeshi? Hakuna mahala popote kwenye katiba hii pamesema rais anaweza sasa huu uamiri jeshi mkuu wake akaukasimisha kwa kupitia kitu kinachoitwa instrument kwa waziri wa mambo ya ndani au kwa mkuu wa mkoa. Amiri jeshi mkuu maana yake ni mtoa amri kwa majeshi. Sasa waziri hana hayo mamlaka. Na kwa kuwa swala la ukuu wa majeshi na uwezo wa kutoa amri ni swala la kikatiba limeandikwa hapa, waziri Katambi akwambie tu kwamba ni ibara gani ya katiba ambayo yeye imempa hayo mamlaka. Simple, sio tu kuanza kudanganyana hapa. Yaani kwamba anayefunue katiba asome. Mimi nimefunua, nimekwambia hapa, rais ndio atakayekuwa amiri jeshi mkuu pamoja na mamlaka yake mengine. Kwa mujibu wa katiba, ibara 33 ibara ndogo ya pili ya katiba inamtambua kama ndio amiri jeshi mkuu. Na hajaambiwa rais hapa aende akakasimu mamlaka ya uamiri jeshi mkuu kwa waziri. Rais amekasimu mamlaka yake
ya ukuu wa wizara ya mambo ya ndani, ambalo sio wizara ya mambo ya ndani, sio jeshi. Wizara ya mambo ya ndani sio jeshi. Kwa hiyo masuala ya kutunga sera, masuala ya kusimamia mipango na utekelezaji wa mambo mbalimbali yanayotakiwa kufanywa na wizara, hayo mambo kapewa waziri. Kitu ambacho waziri hajapewa ni uwezo wa kuamrisha majeshi. Hajapewa hiyo, hana. Na akibisha aseme ni katiba gani ambayo yeye anaisoma ambayo sisi hatuijui, au ni kifungu gani cha sheria ambacho sisi hatukijui kinachompa hayo mamlaka, aseme. Hilo swali nadhani nitakuwa nimelijibu au nimeshalimaliza. Kama bado niulize la ziada ili niingie kwenye masuala ya usalama. Kwa hiyo ikitokea jeshi limetii maagizo ya waziri, ni nini kinatokea? Kwanza, mtu yoyote kwa mujibu wa ibara ya 26 ibara ndogo ya kwanza ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mtu yoyote raia wa Tanzania na yoyote ambaye sio raia lakini yuko Tanzania kwa wakati huo anapaswa kutii katiba na sheria za nchi. Ibara ya 26 ibara ndogo ya kwanza inasomeka hivi: ibara ya 26 ibara ndogo ya kwanza, kila mtu ana wajibu wa kufuata na kutii katiba hii na sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ibara ya 26 ibara ndogo ya kwanza. Kwa hiyo kile ambacho IGP au ofisa yoyote wa jeshi la polisi anapaswa kukitii ni katiba na sheria, sio maelekezo ya waziri ambayo hayatokani na sheria. Yaani ukimwona mtendaji yeyote wa jeshi la polisi kainuka anatekeleza jambo fulani hivi kama sehemu ya wajibu wake, iwe hilo jambo limetamkwa na waziri au halijatamkwa, ujue huyo mtu atakuwa anatekeleza matakwa ya katiba au matakwa ya sheria. Sasa kama atakuwa anafanya hilo jambo alafu liko kinyume na sheria, hata kama angekuwa anavaa magwanda na manyota kila kitu mabegani, huyo mtu anakuwa anavunja sheria, anakuwa anavunja katiba, na anakuwa ni mhalifu tu kama walivyo wahalifu wengine. Kwa sababu kama waziri anatoa tangazo, anatoa maelekezo ambayo yako kinyume na sheria, alafu yule ambaye kapewa aende akasimamie au akatekeleze matakwa ya sheria, anatekeleza kitu ambacho kiko kinyume cha sheria, yani hapo hakuna udhuru. Kwa Kiingereza wanasema hakuna excuse. Wote wanakuwa wamevunja sheria, aliyetoa hilo maelekezo na aliyekwenda kuyatekeleza. Kwa sababu nchi haiendeshwi kwa maelekezo. Nchi inaendeshwa kwa mujibu wa sheria na kwa mujibu wa katiba. Lakini kumekuwa kuna utamaduni fulani hivi, wavunja katiba na wavunja sheria za nchi wakisimama kwenye kamera utasikia tunaendesha kwa mujibu wa sheria, hii jambo ni kwa mujibu wa katiba. Na nyie waandishi wa habari mnaacha hivyo hivyo. Mnaposikia mtendaji yeyote wa serikali anakuambia anafanya jambo hili kwa mujibu wa katiba, wanalinda sheria, wanasimamia sheria, muulize tu akwambie categorically ni sheria gani hiyo ambayo yeye anairejea ili kuweza kutekeleza au kufanya hicho ambacho anakisema. Lakini umesema ikitokea amepewa maelekezo na akayatekeleza, maelekezo ambayo wazi kabisa yako kinyume cha sheria, anakuwa anathibitisha hajui katiba ambayo aliapa kuilinda. Anakuwa anathibitisha hivi kwamba hajui. Na kuna imani fulani hivi inajengeka sasa hivi, mtu akisema mimi nimesoma sheria bwana na katiba nimesoma. Hapa shida sio kusoma sheria au sio kusoma katiba. Unawezaje kuitafsiri sasa hiyo katiba ambayo unadai wewe umeisoma kwenye vitendo, ili ionekane hayo unayoyafanya yanatokana na katiba? Lakini kutuambia tu mimi nimesoma katiba, alafu unachoenda kukisema, unachoenda kukifanya kiko kinyume na katiba. Yaani unakuwa una tofauti hata na yule mtu aliyeishia darasa la pili B. Kuna tofauti. Ulisoma ila ukuelewa. Na kuna tofauti kati ya kuwa na cheti na kuwa na elimu. Elimu ni maarifa ambayo mtu anayapata baada ya kusoma ili aweze kutumia maarifa hayo sasa kwenye maisha yake ya kila siku. Iwe ni maisha ya uongozi, iwe ni maisha ya kibiashara, iwe ni maisha ya kisiasa, iwe ni maisha yoyote yale. Ili watu wakuone wewe umesoma, wanaangalia sasa yale maarifa uliyoyapata kwenye ile shule uliyoenda kusoma yanaonekanaje hapa, maarifa. Nitakwambia nchi inaongozwa kwa mujibu wa sheria. Unamsikiliza tu. Sasa ndugu yangu samahani, sheria gani?
Kwa sababu sheria imesema wewe huna mamlaka ya kumwamrisha IGP. IGP anampigia simu rais moja kwa moja, anampa briefing za mambo ya kiusalama kuhusu nchi inavyoenda. Hamwambii waziri. Waziri yeye kazi yake ni kwenda kusimamia bajeti huko ipite, kwa sababu polisi hawezi kwenda bungeni wao wakapeleka bajeti yao. Kwa hiyo wanaandaa bajeti yao na wana kila kitu chao pale. Ni kama vile lilivyo jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania kimuundo, wana kila kitu chao pale. Wakishakifanya wanampelekea sasa waziri pale, awapelekee bungeni, kwa sababu ndio sheria inataka hivyo, bajeti yao ipitishwe. Lakini waziri has nothing to do with operations na day to day activities za jeshi la polisi, kama ambavyo sheria inaelekeza. Has nothing to do with it. Si kama nimelijibu hilo swali? Ndio. Usalama. Sasa wakati anatangaza bungeni akasema sababu ya kuzuia hii mikutano ni za kiusalama. Na watu wajue vyama vya siasa vimeanzishwa kwa mujibu wa ibara ya 3, ibara ndogo ya kwanza ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na baada ya kuwa vimeanzishwa kikatiba, katiba ikatoa mamlaka kwa bunge. Bunge litunge sheria itakayosimamia namna hivyo vyama vitakavyoanzishwa na namna vitakavyokuwa vinatekeleza majukumu yake, namna vitakavyoweza kufurahia haki zao, namna vitakavyoweza kuwajibika pia katika maendeleo ya watu. Ibara ya 3 ibara ndogo ya kwanza imesema hivyo. Sasa bunge likaenda kutunga sheria ambayo ni sura 258 ya sheria za Tanzania. Hiyo sheria inaitwa sheria ya vyama vya siasa, ambayo ni sheria namba 5 ya mwaka 1992. Kwa hiyo vyama vya siasa vimeanzishwa kwa mujibu wa katiba na sheria. Moja kati ya haki za vyama vya siasa ni uwezo wa kufanya mikutano ya hadhara. Na hilo unalipata wapi? Unalipata kwenye kifungu cha 23 cha sheria ya vyama vya siasa. Ukienda ukasoma hicho kifungu cha sheria, hakuna mahala popote wameambiwa kwamba ili chama cha siasa kiweze kufanya shughuli zake za kisiasa ni mpaka pale waziri wa mambo ya ndani atakapoulizika kuna usalama. Haijaandikwa hivyo. Swala la usalama, ndugu mwandishi, haliko juu ya haki za watu. Na ndio maana katiba ikaliwekea utaratibu. Na ili kuondoa hii sintofahamu na mvurugano wa hapa na pale na kuzua mijadala isiyokuwa na sababu za msingi, katiba ikaeleza ni nani anayepaswa kutuambia kama taifa kwamba nchi ina hali ya usalama au haina hali ya usalama. Katiba imetuambia. Sio mtu yeyote tu katoka huko kaibuka anatuambia hali ya usalama sio nzuri. Ibara ya 32. Ibara ya 32 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ibara ya 32 imetuambia mwenye mamlaka ya kulitangazia taifa kwamba taifa sasa hivi hali ya usalama ni mbaya ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ibara 32. Hii hapa. Ibara ndogo ya kwanza. Ibara 32 ibara ndogo ya kwanza ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bila ya kuathiri katiba hii au sheria iliyotungwa na bunge kwa ajili hiyo, Rais anaweza kutangaza hali ya hatari katika Jamhuri ya Muungano au katika sehemu yake yote. Kwa hiyo mpaka hapa kupitia ibara ya 32, ibara ndogo ya kwanza ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunaona mwenye mamlaka kikatiba kutangaza kwamba nchi hii sasa hivi sio swali ni rais. Sasa unapomwona mtu anaibuka, iwe ni bungeni, iwe ni mtaani, iwe tumekaa baa au wapi, akwambia sikilizeni, sasa hivi kuna vitishio vya hali ya amani, usalama hamna. Uwe mtu ni muongo tu kama walivyo watu wengine, waongo wengine tu. Kwa sababu swali ambalo wewe mwananchi wa kawaida unapaswa kumuuliza, brother, wewe au mamlaka ya kututangazia sisi kwamba hali ya usalama sio nzuri, umeyatoa wapi mamlaka hayo? Sisi tunajua katiba imetuambia nchi ikiingia kwenye shida ya kiusalama, anayetakiwa kuja kutuambia sisi ni rais. Wewe ni rais, uenda kupoka mamlaka ya rais, huo ni uhaini. Kupoka mamlaka ya rais wakati wewe sio rais na kutekeleza hayo mamlaka ni uhaini kama ulivyo uhaini mwingine. Uhaini sio mpaka upindue tu nchi, upindue serikali, hapana.
kwenda kuingilia mamlaka ya rais ukayavaa, ukaanza kutangazia taifa vitu ambavyo huna mamlaka navyo, ni uhaini. Sasa ni lini sasa rais na yeye atatangaza kwamba hapa kuna hali ya hatari? Rais akiridhika, sana vyombo vinamsaidia, afu ndio vinampelekea taarifa. Sasa akiridhika kwamba taarifa alizonazo zinasababisha hali ya hatari katika nchi, rais ameelekezwa kupitia ibara ya 32 ibara ndogo ya pili kufanya vitu vifuatavyo. Kwanza, ibara ya 32 ibara ndogo ya pili imeeleza hiyo hali ya hatari maana yake nini. Hali ya hatari, yani ukisikia mtu anakuambia kuna hatari kwenye nchi hii, usalama tena hakuna, maana yake nini? Au tishio la kiusalama, yani maana yake nini ukisikia hivyo? Ibara ya 32 ibara ndogo ya pili imeeleza hivyo. Ni pale ambapo nchi iko kwenye imevamiwa nchi. Yani tumeamka asubuhi leo, Idi Amin huyu hapa kaingia, tushavamiwa. Hiyo ni hali ya hatari, kwa sababu wavamizi wanataka kuja kupoka uhuru wa nchi yetu kama taifa, na kuchukua pengine himaya ya nchi yetu iwe sehemu ya himaya yao. Kwa hiyo rais, kwa mujibu wa katiba, akiona hiyo hali kupitia wasaidizi wake, taarifa ambazo amezipata kutoka kwa vyombo husika, hiyo hali inampa mamlaka ya kuiita hii kwamba ni hali ya hatari, usalama haupo. Sasa akijiridhisha kwamba nchi inavamiwa au iko vitani, tunapigana sasa, anatakiwa afanyaje? Au limetokea jambo lingine lolote linaloweza kufanya usalama wa nchi usiwe salama, kwa mfano matetemeko ya ardhi, kwa mfano tetemeko la ardhi au mafuriko ya nchi nzima, yani ni vurugu mechi, watu wanapata shida. Rais akiangalia ile hali na akashauriwa na watu wake wa karibu, kwa mujibu wa katiba ina qualify kuwa hali ya hatari, anatakiwa kuchukua hatua. Sasa hatua anayotakiwa kuchukua ili aje atangaze baadaye kwamba kuna hali ya hatari ni nini? Hizo hatua zimetajwa katika ibara ya 32 ibara ndogo ya 3 ya katiba hii, kwamba rais anatakiwa apeleke azimio bungeni bila kujali bunge lipo kwenye shughuli zake au halipo kwenye shughuli zake, apeleke hilo azimio. Na naomba niisome hiyo ibara inavyosomeka. Ibara ya 32 ibara ndogo ya 3. Endapo itatangazwa kwamba kuna hali ya hatari katika Jamhuri ya Muungano nzima au katika Tanzania bara nzima au katika Tanzania Zanzibar nzima, rais atatuma mara moja nakala ya tangazo hilo kwa spika wa bunge, ambaye baada ya kushauriana na kiongozi wa shughuli za serikali bungeni ataitisha mkutano wa bunge ndani ya siku zisizozidi 14 ili kuitafakari hali ya mambo na kuamua kupitisha au kuto kupitisha azimio linaloungwa mkono na kura za wajumbe wasiopungua 2/3 ya wajumbe wote la kuunga mkono tangazo la hali ya hatari lililotolewa na rais. Ibara 32 ibara ndogo ya 3. Kwa hiyo kumbe hata huyo rais mwenyewe huyo, ili apate uhalali wa kutangaza kwamba hii nchi sasa hivi sio salama, ni lazima bunge leo limeridhia kwa kiwango cha wajumbe waliopiga kura sio chini ya 2/3. Huibuki tu ukawaambia watu kuna hali ya hatari, usalama, kwa sababu brother, sasa hivi mambo haya ya kiusalama haya, kwa kuwa watu hawasomi katiba, watu hawasomi sheria, yanatumika kutisha watu, yanatumika kupora haki za watu, haki kama hizo za maandamano, haki za kufanya siasa ambazo zipo kwenye katiba. Yani hii nchi imeshageuka kuwa kama ni police state, yani ni nchi ya kipolisi. Alafu kuna saa huelewi kabisa hivi. Sasa jana kamanda wa polisi wa mkoa wa Dar es Salaam, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Jumanne Muriro, anaongea na waandishi wa habari, anasema katika siku chache zilizopita hali ya usalama ni shwari. Hali ya usalama ni shwari Dar es Salaam, watu wafanye shughuli zao. Kesho kutwa bungeni waziri anakuambia hali ya usalama sio shwari. Mimi najua waziri wa mambo ya ndani sio askari, wala hajawahi kwenda depo, wala hana mafunzo yoyote ya kiusalama. Waziri wa mambo ya ndani kama anayo labda ni mafunzo ya siri, lakini yale mafunzo yanayojulikana wazi kwamba anayo, kiasi kwamba anaweza
akafahamu kwamba kuna hatari au hakuna. Waziri wa mambo ya ndani hana hayo mamlaka, hana hiyo elimu. Lakini polisi wameshatuambia sisi kila sehemu. Lakini kubwa zaidi, mwenye mamlaka ya kusema kwamba hatari ipo au haipo ni rais. Hajasema, amekaa zake kimya rais. Kwa hiyo ina maana rais yeye haoni kwamba nchi iko katika hali mbaya. Lakini nikuulize swali moja, mwandishi. Mama yuko kwenye jitihada kubwa sana, Mheshimiwa Rais anaifungua nchi. Juzi kafanya ziara kubwa sana kule Urusi, Russia. Na kwa mujibu wa Waziri wa mambo ya nje Mheshimiwa Mahmoud Thabit Kombo, alisema ziara ya rais kule Urusi ilitikisa dunia na dunia ilitikisika. Na rais baada ya kurudi anaongea na waandishi wa habari pale uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwalimu Nyerere. Anasema moja kati ya lengo au malengo ya ziara yake kule Urusi ni kuimarisha mahusiano ya kidiplomasia na kibiashara na kiuchumi kati ya nchi zetu mbili, Urusi na Tanzania. Kwamba Watanzania waende Urusi wakaangalie fursa kule za uwekezaji za biashara kama zipo, wakazitumie ziwasaidie wao binafsi au zilisaidie taifa. Lakini pia Warusi waje waangalie hapa Tanzania sisi tuna vivutio gani vya kiuwekezaji kwenye madini, kwenye maliasili, misitu, mbuga za wanyama na mambo mengine kama hayo. Sasa leo anaibuka mtu anakuambia nchi haiko salama. Hivi Putin akisikia Putin atatuonaje sisi? Yaani tumefunga safari kumfuata, mwambia Putin njoo uangalie huku nchi yetu sisi ni salama, ina vivutio. Njooni muwekeze, watu wetu wapate ajira. Putin amesema sawa, mimi nitakuja. Si ni kisiwa cha amani? Nakuja mimi kuwekeza kule. Anajiandaa kuja, ghafla anasikia huko sio salama huko. Sitaonekana sisi ni watu wa ajabu sana. Lakini yule rais wa Namibia yule, sikaja juzi hapa, juzi. Na rais katuambia tutumie fursa, tuchangamkie fursa zilizoko Namibia. Twende kule sisi tukaangalie biashara. Kabla hata tujaanza kujipanga vizuri, tunaambiwa hii nchi sio salama. Lakini sasa kichekesho anayetuambia ni mtu ambaye hana mamlaka hayo. Na kama anasema yeye ana mamlaka hayo, wewe tuandalie mdahalo mimi na yeye, mdahalo. Jessica Seka kasoma sheria. Na mimi nimesoma sheria. Mimi naishi sheria na naifanyia kazi sheria. Na sio naifanyia kazi, mimi nimetoa mchango kwenye maendeleo ya sheria za nchi hii. Nenda mahakamani kule utakuta mchango wa maendeleo ya sheria, wanafunzi wanasoma kesi zangu kwa mashuleni. Sasa yeye akwambie yeye mchango wa sheria alitoa wapi? Au alifanya wapi hiyo sheria? Maana usije ukawa unasoma sheria kama unasoma gazeti. Sheria sio gazeti la Mwananchi au Nipashe ambalo kila mtu anaweza akachukua tu akasoma afu akaelewa. Ukishaisoma sheria unaenda kuifanyia kazi, to practice it. Na ili uweze kuifanyia kazi lazima uwe una leseni. Ana leseni sasa yule anakuambia. Kwa hiyo nataka kukuambia kwenye swala la usalama kuna mchakato unaotakiwa kufuatwa kikatiba ili nchi ionekane kama kweli ina matishio ya kiusalama au haina hayo matishio. Na mimi nitakurudisha kwenye historia kidogo. Nchi hii ni nchi imara sana. Na ndio maana tangu mwaka 1979 hakuna kibaka yoyote amejaribu kuvuka mpaka kuivamia nchi yetu. Waliona mfano tuliotoa pale Uganda pale. Kapigwa vibaya mpaka kafurushwa kwenye madaraka Idi Amin. Tangu wakati huo hilo somo limeenea dunia nzima kwamba Tanzania usiende kuchezea, ni nchi imara, ni nchi ambayo ni kisiwa cha amani. Na hata uchaguzi sisi tumefanya kwa amani na utulivu na usalama. Hao matishio yanatokea wapi? Yaani unajua kuna wakati tunaonekana sisi ni vituko kabisa duniani. Nchi ni kisiwa cha amani. Alafu unaambiwa msifanye mikutano, kuna vitishio vya kiusalama. Sasa waje watuambie ni kwa namna gani wameifuata katiba kufikia hitimisho hilo ambalo wao wanalisema kwamba nchi haiko salama, ili watu waache kufurahia haki zao za kikatiba na za kisheria. Vinginevyo itakuwa ni kuwadanganya tu watu na kuigeuza nchi hiyo ni nchi ya kipolisi. Na sio Afrika tu, dunia nzima kwa sasa imepiga marufuku tawala za kijeshi. Imepiga marufuku tawala za kipolisi. Ndio maana jumuiya ya kimataifa inahimiza nchi zijiendeshe kidemokrasia, watu wafanye
chaguzi, mamlaka yatoke kwa wananchi, wajiongoze wenyewe. Polisi ni moja kati ya kitu ambacho kimeundwa na katiba, kama ambavyo vitu vingine vyote vimeundwa na katiba, ikiwemo haki za watu. Lakini polisi leo hawana umuhimu, hawana uhalali wa kusema kwamba wao ndio wanaweza kaamua kwamba kuna usalama au haupo. Wakati katiba imeelekeza wazi kabisa ni lini tutakubaliana kwamba usalama haupo. Katiba hii hapa, labda mimi niwe ni muongo. Na hii katiba aliyesimamia kutungwa kwake ni baba yake Mahmud Thabit Kombo. Ndio kaitunga hii katiba hii. Na mzee Msekwa bado yuko hai. Mtu anakuambia kwamba mikutano ile ni vurugu. Kuna vitu viwili hapa. Vurugu na mikutano ni vitu viwili tofauti. Mikutano imekuwepo hapa tangu mwaka 1992. Vyama vingi vinaanza vya kisiasa. Na hakuna kipindi ambacho polisi walipitia wakati wa majaribio na wakavuka hayo majaribio kama kipindi cha kuanzia mwaka 2000 mpaka mwaka 2005 na 6. Kafu ilikuwa ipo kwenye kiwango chake, kafu ya ngunguri, kafu ya ngangari. Yaani kafu wanasema hao ni ngangari, polisi wanasema kama kafu nyewe ni ngangari, sisi tutakuwa ngunguri. Sasa mimi ushauri wangu kwa polisi, kama wanaona utekelezaji wa majukumu yao una shida kidogo, kutokana na mambo mbalimbali yanayosababishwa na ufanyaji wa siasa katika nchi hii, waende wakamuulize IGP Maita aliwezaje kufanya kazi na kafu, na kafu wakawa wanafanya mikutano na maandamano yao bila shida yoyote. IGP Omar Mahita mstaafu ndio IGP katili kuliko ma-IGP wote makatili duniani. Alisema yeye mwenyewe juzi, yeye ndio IGP katili kuliko makatili wote. Lakini pamoja na ukatili wake, hakuwahi kuwanyima watu haki ya kufanya maandamano kwa sababu anaijua katiba kwamba maandamano yameruhusiwa kikatiba. Alfred Tibaigana ndio alikuwa kamanda wa polisi wa mkoa wa Dar es Salaam kipindi hicho. Alikuwa anaweza kusimamia majukumu ya kipolisi, ikiwemo kuwalinda waandamanaji wanaofanya maandamano katika majukwaa ya kisiasa, na nchi ilikuwa inaenda tu. Wakamuuliza Tibaigana yeye aliwezaje kufanya kazi na kafu na Chadema na vyama vingine wakati wote ule. Kwa sababu leo tunazungumza nchi hii ina miaka 34 ya uwepo wa vyama vingi. Lakini ni kama vile leo vyama vingi ndio vimeanza na tunaviogopa kama ukoma. Wakifanya tu mkutano kao kidogo, usalama. Yaani ndio kisingizio, ndio kichaka. Sasa usalama umetajwa kwenye katiba. Namna usalama unavyoweza kutumika kufanya mikutano ya kisiasa isifanyike imeelezwa kwenye katiba, na sio hivyo ambavyo wanaeleza wao. Sijui kama hilo swali nimelijibu. Umadeleka umelijibu, lakini na swali jingine limeibuka. Serikali imehubiri kwamba kuna viashiria vya kutoweka kwa usalama. Wajibu wa serikali ni upi kama yenyewe inasimama hadharani na tangaza hivi? Kwanza, kama nilivyosema awali, aliyetangaza hivyo hana mamlaka na hajafuata utaratibu ulioelezwa kwenye katiba ili kuweza kudhibitisha kwamba nchi haina usalama. Lakini mimi nimpongeze sana Waziri Mkuu Mheshimiwa Daktari Mwigulu Nchemba. Kaja kutuambia, na hapa lazima tuungane naye tuvipongeze vyombo vya ulinzi na usalama. Wameshagundua kwamba kuna watu wameshaingia nchini kuja kupiga waandamanaji ili je ionekane ni serikali. Yaani kuna watu wamesijua wametoka wapi ila wameshaingia nchini. Na kuna watu wanawalipa vijana fedha ili waandamane, wafanye vurugu. Sasa wajibu wa serikali ikishawajua hao wanaofanya hayo mambo hayo ni kudhibiti. Ndio wajibu wa serikali. Na wanapofanya udhibiti sio kuzuia haki za watu wengine ambazo zimetajwa kwenye katiba. Kwa mfano, hivi mtu anavukaje mpaka pale anaingia ndani hapa kuja kujiandaa kupiga watu watakao andamana siku hiyo? Mkuu wa uhamiaji ana makakala yuko wapi wakati huo? Mkuu wa mipaka anayesimamia mipaka wa jeshi la uhamiaji Samuel Mairane yuko wapi? Watu wanavuka wanakuja kujipanga huku, wanasubiri kuja kuleta vurugu. Kwa mimi nilidhani kama tayari
serikali imeshagundua kwamba kuna watu wamevuka, wameingia, kuna watu wanawalipa hela vijana waandamani. Kumlipa mtu hela kwa ajili ya kwenda kufanya kazi haramu ni rushwa. Nilitarajia sasa hivi TAKUKURU hiyo imeshatukamatia watu kibao na wako mahakamani kwa sababu hamna mtu mwenye kinga. Ukisoma kinga dhidi ya uhalifu, hakuna mtu mwenye kinga dhidi ya uhalifu. Ibara ya 13, ibara ndogo ya kwanza inasema watoto ni sawa mbele ya sheria. Kwa hiyo ukifanya kosa, ikithibitika umefanya kosa, unastahili kuadhibiwa. Kwa hiyo wajibu wa serikali kwenye kujibu hilo swali ni serikali inapaswa kushughulika na wale ambao wamejiandaa kufanya vurugu. Na hakuna mtu yoyote hapa anayesema kwamba vurugu zifanyike, kwa sababu zikifanyika vurugu hapa amani itatoweka. Na ikitoweka hakuna atakayeweza kufanya shughuli zake kama ambavyo wanazifanya sasa hivi. Kwa hiyo wajibu wetu sisi ni kuhakikisha swala hili la usalama, ulinzi na ingawa limekasimiwa kikatiba na kisheria kwa baadhi ya vyombo, lakini kama mwananchi mmoja mmoja kwenye kutekeleza sheria na kuheshimu sheria unapaswa kuchukua hatua tahadhari. Kwa mfano hatua kutoa taarifa kwenye vyombo, jamani kuna watu wanavuka mpaka pale wanaingia. Hawa sio wa Tanzania wanakuja kufanya vurugu. Umetimiza wajibu wako. Sasa tayari tumeshaenda mbele kama taifa hatua moja. Tumeshajua kuna watu wameshaingia. Hivi watu wanaingiaje na uhamiaji bado wapo kazini? Watu wanaingiaje? Kwa sababu huvuki mpaka pale mpaka tukukague passport. Mpaka utuambie wewe unakuja kufanya nini hapa? Mwenyeji wako ni nani? Tujue yote hayo. Na tukiona kwamba huna maelezo yaliyonyooka, hatukuruhusu kuvuka mpaka. Vyombo vyote vya ulinzi viko kwenye mipaka yetu yote. Nenda airport utawakuta, nenda sijui wapi utawakuta, kote utawakuta. Sasa leo wamevuka, wameshaingia, wanasubiri kuja kufanya vurugu. Haiwezekani. Ni lazima watu wadhibitiwe. Na kama kuna mtendaji anashindwa kuwadhibiti hao watu, yeye ndio awajibike. Kwa hiyo lazima mstari uchorwe wa watu wema wanaojiandaa kwenda kufurahia haki zao za kikatiba. Labda hizo haki umuziwe hazipo. Kwa mfano haki ya maandamano imetajwa kwenye ibara 20 ya katiba ya Tanzania. Imetajwa kabisa hapa. Na sisi wote tumetakiwa kuiheshimu hii katiba, kuilinda. Sasa leo unaposema hakuna kuandamana, kuna usalama hamna. Mbona tujamsikia rais akitangaza? Mbona tujalisikia bunge likijadili hilo azimio lililopelekwa bungeni na rais kwamba nchi haipo kwenye hali nzuri? Mbona tujasikia hayo yote? Yaani uhalali wa hilo tangazo lenu, uhalali wa hilo swala mnasema kwamba sio usalama hakuna. Uhalali wake tunaupimaje sasa? Ukweli wake sisi tunaujuaje? Kwa sababu serikali iliyoko madarakani hii ni serikali ya Chama cha Mapinduzi ambacho ni chama cha siasa kama ilivyo Chadema. Yaani tofauti ya Chadema, ACT na CCM ni kwamba CCM yenyewe ina serikali. Na CCM kama chama cha siasa inatumia serikali yake kuhakikisha yenyewe haiondoki madarakani. Kwa hiyo inaweza ikaenda kuja na hizi mbinu na wanatumia polisi, na sio mara ya kwanza polisi kutumika. Mwenyekiti mstaafu wa Chama cha Mapinduzi Jakaya Kikwete amewahi kusema kabisa, msiwe mnategemea CCM, msiwe mnategemea polisi kwenye kufanya siasa. Ipo siku tutashindwa. Kuna katibu wa neki wa CCM wa mambo ya nje wa zamani anaitwa Kanali Ngemela Lubinga, akiwa mwanajeshi wa jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania. Aliwahi kuchukua rasilimali za jeshi kuisaidia CCM. Sasa ili kuepusha huo mgongano wa kimaslahi, huo mgongano wa kimtazamo, ndio maana katiba ikasema linapokuja swala la kiusalama, nani anayetakiwa kuja mbele kutuambia usalama ukoje na tunaudhibiti namna gani? Na wananchi sasa kwa ujumla wao kupitia bunge, ibara hiyo ya 32 ibara ndogo ya 3, wapitishe hilo azimio kwamba ni kweli bunge sisi tunakubali nchi hii haiko salama. Kwa hiyo itangazwe hali ya hatari ili hatua zingine ziweze kuendelea. Lakini hii kutangaza tu hivi, mnakuja mnatuambia usalama hakuna, wakati mwingine mnatuambia usalama upo, wakati mwingine hivi. Kwa mfano mimi najiuliza, kwa hiyo ina maana kazi yote kubwa anayofanya Profesa Kitila Mkumbo, waziri wa uwekezaji, kuzunguka huko duniani kutafuta wawekezaji waje, na anawaambia kuna usalama. Kwa hiyo ina maana kazi yote hiyo haina maana sasa. Hawawezi kuja hao wawekezaji. Profesa Mkumbo, utakuwa unapoteza muda, usiende sababu usalama hamna. Mimi nadhani kuna haja ili swala hili la usalama wa taifa sasa hivi, usalama wa nchi ukoje, swala liwe na mjadala mpana wa kitaifa. Andaini hata midahalo, watu waje, wadau mbalimbali, tukae tujadili ili tuweze kufikia hitimisho kwamba kuna usalama au hakuna. Ngoja nikwambie, huyu mama, huyu rais huyu
wanamlaumu sana kwa mambo mengi, sijui nini na nini, lakini mimi ni role model wangu. Yako mambo ambayo huyu mama anabaki kuwa role model wangu. Ukiniuliza nitakutajia jambo moja. Kwanza, kwa mfano, anaingia madarakani anakuta nchi haifanyi siasa. Mtangulizi wake kasimama kazuia siasa, hamna cha mkutano, hakuna cha nini, na wote wameufia tamkia. Huyu mama wa watu, mpenda amani, mpenda haki, kasimama akasema nchi yetu ni yetu sote, tufuate katiba na sheria. Kama katiba inaruhusu vyama viwepo, mimi naviruhusu viwepo. Kama mimi katiba inaruhusu kwamba watu wafanye mikutano yao, mimi naruhusu mikutano. Kama katiba inaruhusu maandamano, mimi naruhusu maandamano. Katika kipindi cha miaka 11 tangu mwaka 2015 mpaka sasa, ni Rais Samia pekee ndio ameruhusu vyama viandamane. Magufuli ya kuruhusu watu waandamane. Chadema sio waliandamana hapa nchi nzima. Rais aliruhusu. Na rais aliruhusu akatuletea kitu ambacho ni very adimu sana duniani. Hakipo duniani kote. Falsafa ya R4, 4R. Katika kulijenga upya taifa, kwa sababu lilikuwa limeshagawanyika. Resilience, rehabilitation, sijui vitu gani. Mama huyu jitihada zake nchi irudi pamoja, kutofautiana kiitikadi sio uadui. Akasema naruhusu mimi mikutano, fanyeni. Ambaye yeye ana mamlaka kikatiba kabisa kusema usalama hamna, mimi sitaki tena mikutano iwepo. Angeweza kusema hivyo. Na hamna mtu angemfanya chochote kwa sababu mamlaka anayo kikatiba. Hakuyatumia, akasema Chadema andamaneni, ACT andamaneni, sijui watu gani, fanyeni siasa zenu. Nisubiri nimalizie hii point. Ni ya muhimu sana. Hakuishia kuruhusu tu hiyo mikutano na maandamano. Akawaita na wale wanasiasa wengine waliokuwa wamekimbia nje, warudi, njooni, Tanzania ni salama, mnakimbia nini? Mimi nipo, mama yenu, rais wenu. Wengine wakaishiwa hela, akaenda kuwatembelea, akawapa na hela. Wewe bana, nakutambua kama ni kiongozi mwenzangu wa kisiasa nchini, umekimbia lakini rudi nyumbani. Hauna hela, chukua hizi hapa kwenye posho yangu mimi nakata. Huyo mama ataacha kuwa role model wako kama wewe kweli una kiti mama. Sasa jitihada zote hizo wanazifanya nchi ionekane ni ya kidemokrasia. Mtu anaibuka anakuambia mikutano hamna. Usalama hamna. Hana mamlaka, hana chochote. Juzi waziri wa habari Paul Makonda kasimama bungeni, kasema kama kuna nchi duniani ni mama na baba wa demokrasia ni Tanzania, waje wajifunze. Kwamba sisi tunaweza tukabishana kiitikadi, tukawa na tofauti zetu za kiitikadi, lakini tukaenda mbele kama nchi bila kugombana. Sasa uchukue kauli ya Makonda kama Tanzania ina demokrasia ya vyama vingi, au uchukue kauli ya Katambi kwamba mimi siruhusu mikutano ya vyama vya siasa. Uchukue kauli na jitihada za mama kupitia 4R kurudisha nchi pamoja, watu wafanye siasa, watu wabishane kwa hoja, wajenge nchi, au uchukue kauli ya Katambi asiyekuwa na mamlaka hayo ya kuzuia mikutano. Utamwamini nani kati ya hao wote? Kwa ndio maana nimesema hili swala sio la kuchukuliwa kijumla jumla na kutishia watu. Kama kweli hii nchi haina usalama na tunapaswa kuchukua hatua, basi sababu ilipaswa kuwa ni utekaji na mauaji ya watu. Hotuba ya Jaji Chande wakati anakabidhi ripoti ya matukio ya tarehe 29 Oktoba, anasema zaidi ya watu 700 walipotea hii nchi, na kati yao 400 mpaka leo hawajulikani walipo. Hiyo ni hotuba inatolewa na mtu ambaye ni msomi wa sheria wa kiwango cha kimataifa duniani. Anakuambia Tanzania walipotea watu 700, na kati ya hao 400 mpaka leo hawajulikani walipo. Alafu uone waziri akisema kwamba hiyo sio hali ya hatari. Watu 400 wamepotea. Mimi ningeweza kuielewa serikali ingesema hivi, jamani, tunakubaliana wote hapa, Chande katuletea hotuba. Ametuambia wamekufa watu 518. Mnaonaje tusimamishe shughuli zingine, tuingie msibani kwanza, tumalize matanga? Kila mtu angeunga mkono hilo swala. Tuache siasa kwanza, kwa sababu kila mtu kafiwa hapa. Kila mtu kafiwa. Matukio ya tarehe 29 Oktoba. Kila mtu kafiwa. Au utakuwa umefiwa na jirani, utakuwa umefiwa na baba mdogo. Sababu Tanzania si hiyo tunaishi yote, tunagongana kila siku. Rafiki yako, baba yako mdogo, mshikaji wako mlisoma naye au nani, kwa namna moja kila mtu kaguswa. Kwa hiyo lingekuja tangazo kama hilo, jamani sikilizeni bana.
518 ni msiba mzito mno, na tutakuwa tunajidanganya kwenda mbele bila kumaliza matanga haya. Mnaonaje kama taifa tukubaliane, tuache kwanza hii mikutano ya hadhara, tukae chini? Nyie mnataka kuandamana, mnataka katiba. Si umewasikia wanataka kuandamana? Dai lao kubwa. Hata Chande amesema kwenye hotuba yake, moja ya sababu ya vurugu za mauaji ya tarehe 29 ni madai ya katiba mpya. Lakini mama mwenyewe alishaahidi katiba mpya itapatikana ndani ya siku 100 za utawala wake, na sio kaahidi kwa maneno, akaenda akaiweka kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwenye ilani ipo kwamba katiba, msiwe na wasiwasi, nichagueni. Watu wamemchagua 98%. Tutapata katiba ndani ya siku 100. Anaibuka mtu bungeni, Juma Omera, anasema hivi, katiba itapatikana maliziano yakiwepo. Swali, wewe ungekuwa unaulizwa sasa, kati ya Samia, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Juma Omera, waziri wa katiba na sheria, unamwamini nani kuhusu swala la katiba mpya? Mimi namwamini Samia kwa sababu yeye katuambia ni siku 100. Sasa zimeshafika hizo 100 ama bado, inategemea na wewe jinsi unavyohesabu. Kuna wengine wanahesabu labda bado zile 100. Lakini hamna mahala popote kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi wameeleza swala la katiba mpya litapatikana baada ya maliziano. Haipo. Hakuna mahala popote kwenye hotuba za rais wakati wa kampeni kasema katiba itapatikana kwa maliziano. Lakini Juma Omera yeye anakuambia, sikizeni, katiba itapatikana baada ya maliziano, na msipoliziana haipatikani. Huku ni kukichonganisha Chama cha Mapinduzi na wananchi. Chama kimeandaa ilani yake bora kabisa, kimewaambia watu tulieni, hamna haja ya maandamano, siku 100 mtapata katiba yenu. Na mimi nawaambia watu wawe watulivu. Unaweza ukawa na hesabu kinyume ikawa zile 100 bado. Lakini hata kwenye vitabu, kwenye Qur'an tukufu tunaambiwa in ala maswabirina, watu wasubiri, siku 100 sio mbali, zitatimia tu. Hatuna haja ya kugombana kwa sababu ya katiba mpya, kwa sababu hata hii katiba tuliipata bila maliziano. Hii tuliipata bila maliziano. Hii hapa hii. Na tulipata ndani ya siku 20 hii katiba hii. Tuliipata bila kugombana. Kwa hiyo bado mimi naendelea kumwamini Mheshimiwa Rais Samia. Madereka. Ndio. Waziri Katambi ametoa shilingi milioni 100 kuhakikisha kwamba watu wote watakao wanatoa taarifa zitakazosaidia kudhibiti uhalifu au kuzuia watu wanaotaka kufanya uhalifu nchini wanapata kama reward ya motisha. Hii Ni vitu visivyoeleweka kabisa. Kwa sababu nchi hii imekuwa salama muda wote, ndio maana inaitwa kisiwa cha amani. Tanzania mpaka ikaitwa kisiwa cha amani, maana yake usalama wa taifa wamefanya kazi yao vizuri mno ya kutukuka. Polisi wamefanya kazi yao vizuri sana. Jeshi limefanya kazi yake vizuri mno, jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania na vyombo vingine. Leo baada ya miaka zaidi ya 60, mtu anakuja kukuambia kwamba eti ni mpaka waziri atoe milioni 100 ndio vyombo viweze kujua kwamba nani anataka kupanga mipango ya uhalifu. Ni kutokujua historia tu. Mimi naviamini vyombo vimekuwa vikitulinda vizuri sana, vinajua kazi yao, ni weledi, wanajua taarifa wanazipataje, na wamekuwa wakifanya hivyo siku zote. Lakini wale watu ambao wanataka kufanya vurugu, wale ambao wanalipwa, serikali hata isihangaike nao sana. Serikali isihangaike sana na watu hao ambao wanapanga kufanya vurugu na matukio mengine ya uvunjaji wa amani kwa kulipwa fedha. Na bahati mbaya au bahati nzuri tuliambiwa kwenye hotuba ya Chande, uzoefu unaonyesha watu ambao huwa wanalipwa kati ya shilingi 5,000 hadi 10,000 ili wafanye vurugu. Nataka nikwambie mwandishi, hakuna mtu ambaye ana pesa kuzidi serikali. Serikali ya Tanzania ni tajiri kuliko mtu mwingine yoyote unavyoweza kudhani. Serikali hii ina vyanzo vingi vya mapato vya fedha. Vyanzo vya ndani kupitia rasilimali zetu, madini, milima, rasilimali za zile maliasili, utalii, unaelewa bana.
uvuvi na mambo mengine mengi tu ambayo unaweza ukayaeleza. Serikali inapata kule fedha. Serikali inapata mikopo kutoka nchi wahisani na washirika wa maendeleo, inapata misaada. Kwa hiyo serikali ya Tanzania sio serikali maskini. Moja kati ya serikali tajiri duniani ni serikali ya Tanzania. Itashangaza kuona eti serikali imezidiwa ubavu wa kifedha na kikundi fulani ka watu ambako eti kanaenda kulipa watu shilingi 5,000 10,000 watu wafanye vurugu. Serikali inaweza ikaamua, kwa mfano, ikiamua tu inalipa kila kijana anayetaka kufanya vurugu shilingi 20,000 asifanye vurugu. Serikali inaweza. Yaani kwenye na serikali ya Tanzania muundo wake unaanzia kwenye vitongoji, vijiji, mitaa, kata, wilaya, mikoa mpaka taifa. Kote kuna serikali. Yenyewe iandae mpango, ipeleke kwenye ngazi zote hizo serikali. Iseme hivi, kijana yoyote ambaye pengine kwa sababu moja ama nyingine amejikuta anashawishika kwa kupewa shilingi 5,000, apeleke taarifa yake hiyo ya ushawishi, nani kamshawishi, kwa mtendaji wa kata yake, kwa mtendaji wa mtaa wake. Akienda akatuambia kwamba yeye kaishashawishiwa na anajiandaa kufanya vurugu kwa sababu kashalipo 5,000 yake, serikali simkamate. Imwambie hiyo 5,000 kaa nayo, waliokulipa wapumbavu tunakuongezea na 10,000. Tuone kama kuna kijana ataandamana. Manake tunataka kuaminishwa kwamba kuna serikali nyingine ina hela nyingi mno, inaweza kufadhili hizi vurugu nchini kuliko serikali halali ya Tanzania ambayo ina hela halali, kwamba eti haiwezi kudhibiti hayo. Kama ishi ni wanahongwa hela, wanalipo pesa. Sisi tuna uwezo wa kulipa pesa kama nchi. Yaani 10,000 uone kama vijana hapa hawatalinda amani. Pesa zetu ni za kujikita kwenye maendeleo. Ndio nachosema. Tumeambiwa wanaandamana na wamekubali kuandamana kwa 5,000. Wewe ungekuwa unataka kutumia mbinu mbadala, watu ambao haikutoi wewe jasho, si una double tu ile amount. Kwa sababu yule anayewalipa wale vijana, inawezekana yule kaishaona kwamba serikali ya Tanzania maskini haiwezi kulipa vijana. Lakini hivi kwa nini hao watu wasiwekwe hadharani? Na Watanzania wakatoa ushirikiano kwa serikali. Jamani, kwenye kila mtaa kule kuna serikali. Kila kijiji kuna serikali, kila kitongoji kuna CCM. Kwa mfano, wao wana muundo wao wa chama, wana mabalozi wa nyumba 10. Taarifa kule zipo. Nchi hii ingekuwa haina ulinzi na usalama bora, tusingekuwa hapa leo tunaongea hivi. Nenda kaangalie Kongo kule. Hapa ukijaribu tu, si unaona tayari wameshajulikana. Waziri mkuu jana akasema, wameshawajua wote na mipango yao. Wameshaingia, nataka kulipa watu, wapige watu ili ionekane serikali. Wameshajulikana, wao walikuwa nadhani hawajulikani. Sio kazi ya kitoto, ni kazi imefanyika. Ni kazi imefanyika. Kwa hiyo mimi bado nataka kuendelea kuamini kwamba vyombo vitafanya kazi yake kwa weledi, kwa kutumia katiba ambao ndio wameapa kuilinda. Watafanya kazi yao kwa weledi kwa kutumia sheria ambao ndio maelekezo yao makuu. Kwamba unapoona hata Magufuli alipokufa, nenda karejee yale mahojiano aliyofanya mkuu wa majeshi mstaafu Jenerali Venance Mabeyo. Alisema Magufuli alipokufa ilibidi warejee kwenye katiba, yani katiba ndio maelekezo. Kwamba imetokea rais kafa madarakani, tunafanyaje? Wakaenda, bahati nzuri ibara 37 ibara ndogo ya 5 ya katiba iko wazi kabisa, ikawaambia sikizeni nyie makamanda, akifa rais, makamu wa rais ndio anakuwa rais. Ndio tukampata Samia. Sasa mtu anakuambia hatuwezi kutenda, tunasubiria maelekezo ya waziri. Waziri sio katiba. Hamna mahala popote pale. IGP Wambura ameapa, asema mimi Camillus Wambura naapa kwamba nitakuwa muaminifu kwa Katambi, na kwamba nitamlinda Katambi, nitafuata maelekezo yake. Hamna sehemu imesemekana hivyo. Yeye amesema mimi nitalinda katiba. Kwa hiyo inapotokea sehemu hatuelewi vizuri,
hatujajiridhisha vya kutosha, turudi kwenye katiba, tunaiangalia tu inasemaje kwenye hili, kama vile ambavyo umekuja kunihoji leo. Mimi haya naokuambia siyatoi kichwani, nayatoa kwenye katiba. Na hii katiba mimi sijaandika mimi, na bahati nzuri hata wakati inaandikwa mwaka 77 mimi nilikuwa sijazaliwa. Sikuwepo mimi 77. Nadeleka Ndio. Mtandaoni kuna vuguvugu la watu kutaka kuandamana. Na inawezekana ndio sababu mpaka serikali inachukua hatua hizi. Kwa nchi yetu maandamano siku za hivi karibuni yamechukuliwa kama ni uasi, ni uhalifu. Wewe kama mwanasheria, mtaalamu wa sheria, maandamano yanatakiwa kuwaje ili ionekane ni haki ya kikatiba na ambayo haivunji haki za watu wengine? Kwanza, maandamano sio uhalifu. Na mtu yote anayekwambia maandamano ni uhalifu hajui hii katiba. Kasome ibara ya 20. Ngoja kusomea ibara ya 20. Ili tuondoke hapo kwenye huo mtanziko kwamba maandamano ni uhalifu. Maandamano yangekuwa ni uhalifu, Mei Mosi watu wasingeandamana. Na mgeni rasmi nikakaa pale. Ili iwe vurugu, ni namna ambavyo mmeshindwa kutumia mamlaka yenu na wajibu wenu kuyaratibu hayo maandamano yafanyike. Kwa mfano, ukiyaita maandamano ni vurugu, utaenda kupiga watu, utaua watu. Lakini ukijua maandamano ni haki, manake wewe uliopewa wajibu utawaambia waandamanaji wakupe taarifa ambayo sio chini ya masaa 48 maandamano yao wanataka kupitia njia gani. Na sisi Tanzania sio mara ya kwanza kufanya maandamano ya kisiasa au hata ya kijamii. Na mara zote maandamano yalipofanyika yalisimamiwa vizuri na vyombo vinavyohusika kuhakikisha kwamba wanaoandamana wanafanya maandamano yao, lakini bila kuathiri watu wengine. Mifano hiyo iko ni mingi mno, nikianza kuhitaji hapa muda hautoshi. Nataka nikusomee ibara ya 20. Ibara ya 20 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema hivi: kila mtu anao uhuru wa kukutana na watu wengine kwa hiari yake na kwa amani, kuchanganyika, kushirikiana na watu wengine, na kwa ajili hiyo kutoa mawazo yake hadharani, na kuanzisha na kujiunga na vyama au mashirika yaliyoanzishwa kwa madhumuni ya kuhifadhi au kuendeleza imani au maslahi yake au maslahi mengineyo. Hiyo ni ibara ya 20 ambayo tafsiri yake maandamano yako huko yameruhusiwa. Kujieleza, watu wakijieleza wanatekwa. Ibara ya 18 imeeleza hivyo, ambako watu watakapokuwa wakiandamana beba mabango yao, ujumbe zao, wamelenga kumfikishia nani? Sasa ibara ya 18 inasema hivi: kila mtu A anao uhuru wa kuwa na maoni na kueleza fikra zake. B anayo haki ya kutafuta, kupokea na kutoa habari bila ya kujali mipaka ya nchi. C anao uhuru wa kufanya mawasiliano na haki ya kutoingiliwa katika mawasiliano yake. Na D anayo haki ya kupewa taarifa wakati wote kuhusu matukio mbalimbali muhimu kwa maisha na shughuli za wananchi, na pia kuhusu masuala muhimu kwa jamii. Ni ibara ya 18. Mtu anakuambia usalama. Sasa maandamano yanatakiwa kufanyikaje? Kwa kuwa serikali imeshawajua ambao wanataka kuandamana, na mimi napenda kutumia fursa hii pia kuwaelekeza, kuwapa elimu. Waende kwenye mamlaka husika kwenye maeneo yao, wapeleke utaratibu wa hayo maandamano yao, kwamba sisi wilaya ya Nachingwea tunataka kufanya maandamano, tutayafanya siku fulani, tutapita maeneo fulani, na ujumbe wetu sisi utakuwa ni huu. Na wanaotaka kuandamana hawapangiwi ujumbe, yani wao watakuwa na ujumbe wao wanaotaka wao, iwe ni katiba iwe ni nini, watajua wenyewe. Na sisi ujumbe wetu tunataka tumfikishie nani, kama ni mkuu wa mkoa, ni mkuu wa wilaya, ni nani. Sasa polisi ili kuwalinda hao, lakini pia kuwazuia watu wengine wasiokuwa na maslahi na yale maandamano, wasije wakaumiza hao wanaoandamana, polisi sasa wanatoa ulinzi. Ndio maana ya kutoa huo utaratibu. Na haya yakifanyika, nakwambia nchi inaendelea kuwa salama na inaendelea kuwa moja. Yakifanyika hayo, waandamanaji waende wakatoe taarifa kwa polisi, waende wakapeleke hiyo taarifa ikiwa ina maelezo ya kutosha, ujumbe wa maandamano
njia ya maandamano itakayopitia. Hayo maandamano yanahusu kitu gani? Wanataka kwenda kumuona nani mwisho wa siku ndo apokee huo ujumbe wao? Anayetakiwa kupokea ataenda kupokea. Kama ni uwanja wa Taifa pale, atakaa na wasubiri. Wataambiwa tupitieni. Tibaigana alikuwa anafanya hivyo, anawaambia pitieni hii njia huku, msipite hapa Kariakoo Msimbazi. Hapa kuna watu wanafanya biashara zao, mtakuja kuwasababishia usumbufu watu wengine. Kwa sababu Marwa, sio kila mtu anataka maandamano hapa kwenye hii nchi, sio kila mtu. Lakini kama wewe unafanya biashara ambayo ni haki yako, haina maana anayetaka kuandamana hana haki ya kuandamana. Wewe andamana upande wako na huyu naye afanye biashara upande wake. Sasa kama yeye anatumia muda wake mwingi kwenda kuandamana, atakosa chakula, atakufa na njaa, hiyo ni shauri yake, muache aende akaandamana. Lakini kisingizio cha kwamba maandamano ni vurugu, hiyo sio ukweli. Sio ukweli. Mikutano ya hadhara inaonekana inahubiri chuki na uchochezi. Ndio moja kati ya sababu ambazo zilitumika kuipiga marufuku. Wewe umesikia baadhi ya mikutano ya nchi yanayohubiriwa yana maudhi, uchochezi na chuki? Wanaosema hivyo kwanza hawana mamlaka. Kama wanaohubiri, kama wanaofanya mikutano ya hadhara ya kisiasa ni vyama vya siasa, tunao sheria sisi ya vyama vya siasa, sura 258, na tunaye msajili wa vyama vya siasa. Ana mamlaka kukifuta chama chochote kinachokwenda nje ya sheria. Ukiwa chama cha siasa una uhuru wa moja kwa moja, absolute freedom ya kuvunja sheria. Kwanza hakuna haki ya kuvunja sheria. Sasa paka hapa tunapozungumza, ulishasikia msajili wa vyama vya siasa amewaonya Chadema kwamba wamevunja amani? Kuna sehemu ulishasikia? Lakini kama ushahidi upo kwamba hawa wanaleta vurugu, wanataka kupindua nchi, wanataka kupindua serikali, au wanataka kufanya vurugu ya aina yoyote, msajili ana mamlaka kukifuta Chadema au chama kingine cha aina hiyo. Yaani sifa ya chama cha siasa ili kiweze kupata usajili wa kudumu ni lazima kiwe ni chama kinachokuja kuhubiri amani hapa, haki, usalama na mambo mengine hayo kwa ustawi wa nchi. Yaani kwa kifupi, chama cha siasa ili kisajiliwe kifanye kazi yake ya siasa, lazima kiwe ni kichocheo cha ustawi wa nchi. Sasa mimi na wewe ni mashahidi. Kwanza kuhubiri kuvunja amani ni kosa la jinai. Ulishasikia kuna mtu amekamatwa tangu mikutano imeanza? Na inalindwa ile na polisi wako pale wanarekodi. Hakuna mtu kakamatwa hata mmoja. Kuhubiri, yani usimame pale useme hey, mimi tutavunja amani. Yani kabla hujashuka ulishakamatwa. Sasa hakuna mtu amekamatwa. Hakuna chama kimefutwa kwa sababu kimevunja amani. Mtu anakuja kukuambia bana hiyo mikutano wenu hiyo inasababisha, inahubiri chuki, itavunja amani. Huko ni kuingiza polisi kwenye siasa. Mimi CCM nampenda sana mtu mmoja. Kena ni kiongozi. Kena ni kiongozi, ni katibu mwenezi, katibu wa itikadi, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi Taifa. Anafanya siasa. Ndio maana Chadema wakitoka Ruvuma na yeye kesho anaenda Ruvuma. Wakihubiri uongo yeye anaenda kuhubiri ukweli. Ndio siasa. Mimi naamini kama kweli kuna watu wanahubiri vurugu, kuna watu wanahubiri uvunjifu wa amani, wakamatwe hao watu. Na mimi sitaenda kuwatetea, hata kama watanilipa shilingi ngapi siwezi kwenda kuwatetea watu wa hivyo. Kwa sababu amani ikivunjika wote tunakuwa kwenye shida. Lakini ili jambo lisichukuliwe kiujumla jumla tu, liingizwe aliyekuwemo asiyekuwemo wote wanaingizwa kwenye kapu moja. Hiyo haikubaliki, sio sawa. Ni kutokuwatendea watu haki. Watu wa usalama wamefundishwa kazi yao, wanaifanya vizuri kwa weledi na wameifanya kwa miaka yote, ndio maana nchi iko hapa ilipo. Wao wafanye kazi yao tu huko. Na wanaofanya siasa wafanye siasa. Wajibizane. Waziri wa mambo ya ndani ni mwanasiasa. Kama anaona hawezi kuwajibu Chadema na vyama vingine, atafute kitu kingine, wafute hii katiba. Tubaki kwenye mfumo wa chama kimoja, inawezekana wakaifuta hii katiba. Lakini kusema usalama, kila kitu kigusa usalama. Ukitafuta unaambia nchi usalama, amani na utulivu. Sasa nakaa unajiuliza, hii amani ni lini? Nimeshaeleza kwa kirefu sana hapo mwanzoni kwamba usalama maana yake nini kwa mujibu wa hii katiba. Na mimi naomba huu mjadala uwe endelevu. Tukutane watu kadhaa
wenye mawazo tofauti, elimu na uzoefu tofauti, tulijadili hili jambo kwa mustakabali mpana wa nchi yetu. Nchi haiwezi kuendeshwa kipolisi. Hii nchi ni ya kiraia. Ndio maana tumefanya uchaguzi mwaka jana. Alafu tunasema hatuwezi kuingiliwa kidemokrasia. Sisi ni nchi ambayo tunajua demokrasia. Sasa si watu wafanye siasa, waruhusiwe wafanye mikutano yao. Kiongozi ameomba mdahalo, kiongozi ameomba mdahalo na Lema, kaomba mdahalo na Sugu, ameomba mdahalo na Heche. Hiyo ndio siasa sasa, wapewe mdahalo pale. Lakini mdahalo kama haupo, kwa sababu mdahalo na wenyewe kuandaa ni gharama, kila mtu afanye siasa zake huko mtaani kama sheria inavyoruhusu. Wakipita Mwanza na wewe kesho nenda Shinyanga, kaeleze. Wakiongea uongo, ongea ukweli. Wakihubiri chuki, wahubiri amani, ili watu wakufuate wewe unayehubiri amani. Kwa sababu hamna Mtanzania mjinga ataenda kujiunga na chama kinachohubiri vurugu. Watanzania sio wajinga kiasi hicho. Yaani wewe unaona nyomi ile ya Chadema ile. Nyomi inajaa kabisa wanasema. Mle kuna wasomi, kuna watu wenye akili zao timamu, kuna watu wazima, kuna wazee, kuna watu wana busara. Yaani waende wakasikilize mambo ya kipumbavu. Yaani wangesikiliza mkutano mmoja tu wakagundua kuna vurugu huko, hamna mtu angeenda pale. Hakuna mtu angeenda pale kusikiliza ile. Lakini wameenda Ruvuma, nyomi. Wameenda Kigoma, nyomi. Wameenda siji Ruvuma, nyomi. Wameenda Lindi, watu wamejaa. Alafu ndio anakuambia wanahubiria chuki. Wakamateni. Wafungulieni mashtaka. Si nchi inaendeshwa kwa mujibu wa utawala wa sheria. Nchi inaendeshwa kidemokrasia. Nisome ibara ya 3 labda pengine watu hawajui. Ibara ya 3 hapa. Ibara ya 3. Jamhuri ya Muungano ni nchi ya kidemokrasia na ya kijamaa isiyokuwa na dini yenye kufuata mfumo wa vyama vingi vya siasa. Katiba ndio inasema hivyo. Ni nchi ya kidemokrasia, sio nchi ya kipolisi. Polisi ni walinzi tu, waende wakalinde huko watu. Na wamepewa mbinu zote. Juzi hapa, nashukuru kwa mara ya kwanza katika historia ya Tanzania, serikali ilipitisha bajeti kubwa sana ya Wizara ya Mambo ya Ndani. Imeliwezesha jeshi kivifaa, kimasilahi, polisi wanalipwa vizuri saizi, wana magari mazuri, wana vitendea kazi vya kisasa, ambapo lengo ni kuwawezesha sasa wagundue hao wapumbavu wanaoleta uvunjifu wa amani hapa nchini kwetu ni kina nani. Hii kauli ya kwamba hapa usalama haupo ikiendelea kuhubiriwa hivi kwa maslahi ya muda mfupi ya kisiasa, yatatuathiri kiuchumi. Hakuna mwekezaji anakuja kwenye nchi ambayo usalama haupo, na mamlaka ndio zinasema hivyo tena ndani ya bunge kwamba hamna usalama. Hakuna mtalii anakuja hapa katika nchi ambayo hakuna. Ushakuona mtalii anaenda kutalii Kongo? Ushakuona kuna mtalii yote kafunga safari katoka Ulaya anaenda Kongo kutalii vita? Hakuna mtalii wa hivyo. Lakini tunajivunia hapa kwamba utalii ni moja kati ya vyanzo vya mapato katika pato la taifa, kwa sababu watu wanakuja kuangalia vivutio vilivyopo na kwa sababu wamehakikishiwa usalama. Mimi naisi sana serikali na kisi Chama cha Mapinduzi wafanye siasa. Kufikia hapo tumehitimisha mazungumzo yetu na asante sana kwa kutoa. Mbea some ibara 20 kwa mabano 2 fungu kidogo C na ibara ya 30 Ibara ya 20 ibara ya 20 mabano 2C. Bila ya kujali masharti ya ibara ndogo ya kwanza na ya ibara ndogo ya 4, hakutakuwa na haitakuwa halali kwa chama chochote cha siasa kuandikishwa ambacho kutokana na katiba au sera yake kinakubali au kupigania matumizi ya nguvu au mapambano kama njia za kufikia malengo yake ya kisiasa. Hakuna chama cha hivyo sasa, sikingeshafutwa. Yaani hicho chama kama kipo kwanza kisingesajiliwa. Kwa sababu kwa mujibu wa ibara hii ni kwamba haya mambo yanapaswa kuwa sehemu ya katiba ya hicho chama, kwamba sisi lengo la chama chetu ni kuchukua madaraka ya nchi kwa kutumia nguvu, tutafanya mapinduzi. Msajili asingekisajili. Sasa tuna vyama 19 vya siasa kikiwemo CCM ambacho hakijawahi kusajiliwa. Sawa? Ibara hii haitoi uhalali wa kukinyanyasa chama kingine ambacho kimeshasajiliwa na kina haki ya kufanya shughuli zake za kisiasa. Kama ushahidi upo kwamba kwa matendo, maneno au mienendo mingine kwa ujumla kwamba hicho chama ni cha kigaidi, wakifute, wasiletee vurugu hapa. Ukifutwe. Na mwenye mamlaka ya kukifuta ni msajili wa vyama vya siasa. Sio waziri wa mambo ya ndani akinyime kisifanye shughuli zake za kisiasa. Yaani namba tuelewane hapa. Kama wewe umeshakuwa na ushahidi
kwamba kuna chama fulani hivi ni cha kigaidi, kinafanya vurugu, kinataka kuchukua dola kwa kutumia nguvu, hiyo taarifa mpelekee msajili wa vyama vya siasa. Akilizika na kifuta, wala kesho hakitakuwepo. Ibara nyingine kasema 30 31, haki na uhuru wa binadamu ambavyo misingi yake imeorodheshwa katika katiba hii havitatumiwa na mtu mmoja kwa maana ambayo itasababisha kuingiliwa kati au kukatizwa kwa haki na uhuru wa watu wengine au maslahi ya umma. Sasa si iko wazi kabisa? Hao ni watu wengi wanataka maandamano, wanataka mikutano ya hadhara kwa maslahi yao ambao ni haki yao. Ingekuwa ni mtu mmoja anataka kuziba njia watu wengine wasipite kwa maslahi yake, hii ibara ndio ingetumika hapa. Naomba nirudie kusoma. Haki na uhuru wa binadamu ambavyo misingi yake imeorodheshwa katika katiba hii havitatumiwa na mtu mmoja kwa maana ambayo itasababisha kuingiliwa kati au kukatizwa kwa haki na uhuru wa watu wengine au maslahi ya umma. Wanaotaka maandamano ni umma. Wanaoenda kwenye mikutano ya hadhara hiyo ni hiyo nyomi unayoiona ni umma huo. Sasa wewe unasemaje hapa kwamba ni mtu mmoja ndio anataka kuingilia haki za watu wengine? Mkutano wa hadhara ukiitishwa hapa, ulishasikia kuna mtu anafungwa kamba anavutwa aende? Ukiitishwa ni hiari kwenda au kutokwenda. Kwa hiyo wewe kama mkutano wa ukuhusu usiende. Kama maandamano ya kuhusu usiende. Kwa hiyo warudi wasome ibara niliyoisema huku, ibara ya 32 kuhusu hali ya usalama. Sio kwenda kujikita kwenye vibara hivi ambavyo hata havina maana. Nani ana mamlaka ya kutangaza hali ya hatari kwenye nchi na inatangazwa kupitia utaratibu gani? Ili tukubaliane kwamba sasa hivi nchi hii ipo kwenye shida. Hawataki kusoma hizo ibara, wanakimbilia kwenye vibara vingine huko. Nadhani nitakuwa nimejibu. 31:1 si ndio? Ifahamike kwamba masharti yaliyomo katika sehemu hii ya katiba hii yanayofafanua misingi ya haki, uhuru na wajibu wa binadamu hayaharamishi sheria yoyote iliyotungwa wala kuzuia sheria yoyote kutungwa au jambo lolote halali kufanywa kwa mujibu wa sheria hiyo kwa ajili ya si ndio kasema? Kuhakikisha kwamba haki na uhuru wa watu wengine au maslahi ya umma haviathiriwi na matumizi mabaya ya uhuru na haki za watu binafsi. Sasa hiki kiko wazi. Hii ibara iko wazi kwamba mambo yote yatakayofanywa na serikali kwa mujibu wa sheria, lakini kwa malengo ya kuingilia na kuzuia haki za watu wengine ili kuokoa haki za watu wengine, itakuwa ni halali. Sasa swali, Katambi anapokataza mikutano ya hadhara anatumia sheria gani sasa? Kwa sababu hii ibara inasema ni lazima hayo mambo yatakokuwa yakifanyika kwanza yafanyike kwa mujibu wa sheria, kwa lengo la kuzuia haki za watu wengine zisipokonywe. Sasa mtu akifanya mkutano wake wa hadhara, wewe haki yako ambaye hutaki mkutano wa hadhara inakuwa imeathiriwa namna gani? Ndio maana nasema huu uvivu wa kusoma katiba vizuri na kuisoma subjectively not objectively ndio inapelekea watu wanainuka wanakuja na matamko ambayo mwisho wa siku, yani nadhani hata huwa wakijisikiliza wenyewe huwa wanaishia kucheka kwa sababu vitakuwa ni vitu visivyoeleweka. Ushauri ni kwamba watendaji wa serikali ambao hawajui katiba vizuri, serikali kwa mujibu wa ibara ya 59 ibara ndogo ya kwanza ina mwanasheria mkuu wa serikali, ndio mwenye wajibu wa kuwafundisha. Awafundishe, waende wakamuombe ushauri kabla hawajatoka kwamba mheshimiwa mwanasheria mkuu wa serikali, kuna jambo hili tunataka tulifanye, taathira ya jambo hili tukilifanya kisheria ikoje? Atawaambia, wakishakubaliana ndio wanakuja kutekeleza. Lakini huwezi kwenda kutumia ibara ya 30 ibara ndogo ya pili kukataza watu wasifanye mikutano yao ya kisiasa. Hauwezi kufanya hivyo. Na kama inaonekana siasa imekuwa ni shida, futeni hii ibara ya 3. Ibara ya 3 haizungumzi hao mambo hayo. Ibara ya 3 ibara ndogo ya kwanza. Jamhuri ya Muungano ni nchi ya kidemokrasia na kijamaa isiyokuwa na dini yenye kufuata mfumo wa vyama vingi vya siasa. Kwa hiyo vyama vingi vya siasa vipo bila kujali haya mnaosema huku sijui kuna vurugu siku na nini. Vurugu, watu wakamatwe, wanaofanya vurugu wakawekwa sehemu inayostahili,
maisha mengine yaendelee, wanaofanya siasa wafanye siasa, wanaofanya biashara wafanye biashara. Lakini kuja kutuambia tunaona ni siasa za kikandamizaji zinazovunja katiba kwa sababu haziruhusu demokrasia. Alafu mtu anakuambia Tanzania ni baba wa demokrasia. Demokrasia gani ambayo kuna nchi iko kwenye mfumo wa vyama vingi ilifungiwa kufanya shughuli za kisiasa kwa miaka 5? Yaani vyama vya siasa tofauti na kile kilichoko madarakani havikuruhusiwa kufanya siasa kwa miaka 5, alafu mtu anakuambia hiyo ni demokrasia. Kwa hiyo waende wakaisome. Wakitaka ligi, huyo aliyokuandikia hiyo message, akitaka ligi ya katiba hii, tuweke pale uwanja wa Taifa tu pale. Tukae pale uwanja wa Taifa, watu waje, yeye akae huku na katiba yake na mimi nikae huku, wawepo moderators wazuri tu kama kina Profesa Shivji wakae pale, alafu tuone nani anayejua hii katiba vizuri. Asante.